mafuta Fuel Price Stabilization Fund, serikali inakamilisha utaratibu wa kuanzisha mfuko maalum utakaotumika kupunguza makali ya bei ya mafuta kipindi ambacho bei hizo zinaongezeka kwa kasi kubwa. Mpango wa kuanzisha mfuko huu uko katika hatua za mwisho. Lakini jambo la pili, wanahabari, kuanzisha hifadhi ya mafuta ya kimkakati National Strategic Petroleum Reserve. Serikali inakamilisha marekebisho ya kanuni ya kuanzisha na kuendeleza au kuendesha hifadhi ya mafuta ya kimkakati ili nchi yetu ijihakikishie usalama wa upatikanaji wa mafuta na unafuu wa bei katika vipindi kama hivi ni changamoto zinavyojitokeza. Jambo la tatu, kuwa na kituo kikubwa cha mafuta Petroleum Hub. Serikali imeanza kujenga maghala makubwa ya kuhifadhi mafuta kwa ajili ya kuuzwa ndani na nje ya nchi kulingana na uhitaji. Uwepo wa kituo hiki utawezesha nchi kupata mafuta yenye bei nafuu pale bei zinapopanda kupita kiasi. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ndiye aliyeweka jiwe la msingi pale Kigamboni, nadhani mnakumbuka, katika kuhakikisha Tanzania inakuwa na hazina kubwa au hifadhi kubwa ya mafuta. Kwa jambo hilo serikali ilishaanza kulichukulia hatua. Lakini pia kuanzisha upokeaji wa mafuta katika ghala moja, Single Receiving Terminal SRT, kupitia maghala ya tipa ili kupunguza au kuondoa gharama za meli, kusubiri au kuchukua muda mrefu katika upakuaji wa mafuta katika maghala mengi. Gharama hizi nazo zina mchango katika bei ya mafuta. Hatua hii itaondoa changamoto za udanganyifu na kuongeza ufanisi katika biashara ya mafuta hapa nchini. Lakini sambamba na hilo, Shirika la Maendeleo ya Petroli nchini TPDC limeongezewa uwezo wa kuagiza mafuta nje ya nchi toka kwa wazalishaji moja kwa moja bila kupitia kwa madalali au watu wa kati. Hii inatoa uhakika wa kupata mafuta kwa bei nafuu zaidi sokoni na hivyo kutoa nafuu kwa watumiaji wa mwisho. Lakini pia kuimarisha utendaji na weledi wa taasisi za serikali zinazoshughulika na biashara ya mafuta nchini ikiwemo EWURA na PDPA, wakala wa uagizaji wa mafuta kwa pamoja, anayehusika na ununuzi wa mafuta kwa pamoja, bulk procurement, ili kupata bei nafuu. Pia kuwekeza kwenye usafiri wa umma kama njia ambazo zitasaidia kuweza kupunguza changamoto hizi. Usafiri wa umma wa kisasa ili kupunguza utegemezi wa mafuta, ikiwemo ujenzi wa vituo vya kuchaji vyombo vya usafiri vinavyotumia umeme kote nchini, kuwekeza katika matumizi ya CNG, gesi asilia iliyoshindiliwa, kwa kujenga vituo vya kujazia gesi na wataalamu wa kufunga mfumo wa gesi kwenye magari, bajaji pamoja na vyombo vingine vya usafiri. Chama kinaitaka serikali pia kuhakikisha ujenzi wa vituo vya CNG kwenye mikoa yote nchini na kufunga mfumo wa gesi katika magari yote ya serikali na vyombo vya usafiri wa umma kwa kuanzia na mikoa yenye idadi ya watu kubwa ikiwemo Dar es Salaam, Arusha na mikoa mingine. Mpango huu utasaidia kushusha gharama za usafiri na usafirishaji na kupunguza sana utegemezi wa mafuta, hivyo kupunguza matumizi ya fedha za kigeni katika uagizaji wa mafuta. Lakini pia inaendelea kufanyika tathmini na mapitio ya ushuru na tozo na kodi katika mafuta ili kupunguza idadi na viwango kwa lengo la kuleta nafuu kwa wananchi. Jambo lingine, bei za mafuta kupanda ni janga, lakini hatari kubwa zaidi, wanahabari, ni kukosa mafuta, kwa sababu mafuta yanapokosekana inasababisha mpaka usalama wa taifa letu kuwa hatarini. Hivyo katika nchi yetu, pamoja na bei kupanda, lakini bado mafuta yanapatikana na wananchi wanaendelea kupata huduma hizo. Ndugu wananchi, changamoto hii ya kupanda kwa bei ya mafuta si ya Tanzania peke yake, bali ni ya kimataifa. Hata hivyo, Chama cha Mapinduzi kinaamini na ina imani kuwa uongozi thabiti wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan utaendelea kufanya vitu vikubwa katika kukabiliana na changamoto hii ya mafuta. Na niwakumbushe kwa uchache kwamba mwaka 2022 kama mnakumbuka, gharama za mafuta zilipanda wakati wa vita ya Russia na Ukraine, na gharama zile baada ya kupanda, serikali ilitoa fedha ya ruzuku bilioni 100 kuhakikisha gharama za mafuta zinapungua kwa wananchi wetu. Hilo jambo lilifanyika mwaka 2022 na ruzuku hiyo ilitolewa kuanzia mwezi Juni mpaka mwezi Disemba, takriban miezi 6. Lakini serikali pia, Chama cha Mapinduzi, imeendelea kutoa ruzuku pindi changamoto zinapojitokeza. Wakati wa janga la COVID, naamini unakumbuka, gharama ya mbolea ilipanda kwa asilimia kubwa. Mfuko mmoja wa mbolea ulitoka 70,000 mpaka 1,500,000.